Naam, tunaweza tukasema kwamba sasa Zelensky amenyosha mikono. Bado hatuwezi kwa hakika kusema hivyo, isipokuwa kinachoonekana sasa, hatua iliyofikiwa katika mkoro huu haijawahi kufikiwa tangu vita hivi vianze. Ni hatua ambayo inatoa mwanga mkubwa, na pengine ikishindikana sasa, basi itachukua muda mrefu zaidi kupata hiyo suluhu ya mgogoro huu. Lakini kubwa kabisa tunaloliona Madege ni kwamba maeneo mawili ambayo Putin anaweza kukubali ili amani ipatikane ni kwenye Zelensky na Ukraine kukubali yale maeneo yaliyotwaliwa na Urusi yabaki kuwa sehemu ya Urusi, lakini kwamba Ukraine isiwe mwanachama wa NATO. Kwa hiyo haya yanaonekana ndio yenye utata kwa sasa hivi. Yakiweza kukubali Zelensky kwamba pale alipopoteza ndio amepoteza, yumkini Moscow itakubaliana na mpango huo. Anachosema, anatoa masharti kwamba yuko tayari kutokuwa mwanachama wa NATO, lakini ahakikishiwe usalama. Kwani hapo kabla akiwa sio mwanachama, ilikuwa usalama wake unatishiwa kwa namna gani? Ni kweli, kwa sababu ukiwa sio mwanachama wa NATO, ndio kama tulivyoona, nchi imevamiwa, Urusi imeingia, na kulikuwa na hatari ya wakati wote kwa Urusi kuweza kuingia katika Ukraine. Kwa hiyo kuwa mwanachama wa NATO ina maana ya ile kifungu namba 5 Article 5 kinachosema kwamba nchi yote mwanachama ikivamiwa au ikiingiliwa kijeshi, basi umeziingilia nchi zote na umetangaza vita kwa nchi zote. Hiyo ni chanjo au kinga kubwa sana. Sasa hawatakuwa wanachama, ila Marekani imekubali itafanya ulinzi kwa Ukraine katika mfumo ule wa NATO, hata kama si wanachama. Kwa hiyo Ukraine na pamoja na Ulaya kuwa tayari kupeleka vikosi vya kuilinda, itakuwa kama mkataba utasainiwa, itakuwa ndo nchi pekee duniani yenye ulinzi mkubwa kuliko nchi nyingine yoyote ile kuwahi kutokea. Sawa. Kwa masharti ya Trump, rais huyu wa Marekani Donald Trump, ni kwamba Ukraine iondoe wanajeshi wake eneo la mashariki mwa nchi yake, yale hasa maeneo yale kama ulivyotangulia kusema hapo, yale ambayo tayari Urusi ameshayadhibiti kwa asilimia takriban 75. Hilo yeye amelipinga, lakini la kutokuwa mwanachama wa NATO amekubali. Hayo makubaliano ya amani yanawezekana vipi wakati kuna maeneo bado hawakubaliani? Na hakika Madege, kimsingi hapo ndipo palipobaki. Donbas na Luhansk ndio maeneo hayo ambayo yameshikiliwa sasa na Urusi kwa 70%. Akikubali Zelensky abaki na hicho maeneo aliyobakia, alafu apate yote hayo mengine ya ulinzi, ameshindwa vita. Akishindwa vita, ina maana kichwa chake na yeye kitabilingika kwenye vumbi, kwa maana uchaguzi utafanyika na ataondoka. Kwa hiyo watakuwa wameshindwa. Lakini kwa Ulaya wao wataona walau basi umepoteza, lakini hakuna tishio tena la Urusi kuendelea kuchukua maeneo mengine au kuvamia nchi nyingine za Ulaya. Kwa hiyo Ukraine inakuwa kama vile nyumba ya mtu umejenga, alafu mlango ati unaweka na lile guio la chuma, wanasema grill ile kubwa sana ya nguvu kabisa. Wanataka kuifanya Ukraine iwe ndio mahala ambapo huwezi kuvuka hapo. Kwa hiyo Ulaya itajiangalia hivyo, watakuwa nao wameshindwa kwa sababu walihangaika maeneo yarudishwe. Lakini kwa Zelensky atakuwa anapata pigo la moja kwa moja, na kwa Putin atasema nimeshinda, nimechukua eneo hilo na limebaki kwa sehemu ya Urusi sasa, ambao hawakuwa nayo kabla. Lakini ingawa Putin lengo lake la mwanzo kabisa wakati anavamia ilikuwa ni kuchukua nchi nzima. Hapana, ni kauli za kijeshi tu. Putin alichokuwa akitaka Madege ilikuwa kwamba Ukraine isiwe mwanachama wa NATO, wawe mbali kabisa na nchi ambayo ni mwanachama wa NATO, na wasiende hata Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ile ametengeneza buffer zone wanaita katika lugha za kijeshi. Kaeka eneo ambalo hapa itakuwa mwisho sasa. Huko mkiwa mnashirikiana Ulaya lakini hampo karibu. Walikuwa wanahofia sana mfumo wa Urusi usiingiliwe kwa karibu na mfumo wa kimagharibi, kwa nchi kama Ukraine kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya lakini kuwa mwanachama wa NATO. Kwa hiyo wamepata eneo ambalo lina umuhimu wa kiuchumi, Donbas.
Kwa hiyo wamefanikiwa pia kujenga kupata eneo ambalo litawasaidia kiuchumi. Kimsingi ndio mahala ambapo mimi na wewe kesho kutwa tukikaa tukisikia tu Ukraine imekubali kupoteza eneo hilo, basi ndio mwisho wa vita. Lakini pia katika vita vyovyote vile watu swali muhimu hujiuliza, nani kashinda, nani kashindwa? Hapa kutakuwa na pale, itakuwa sasa Putin ameshinda. Sawa, tunakushukuru. Asante sana, shukrani sana. Shukrani.